Yes, fungua tu moyo wako wakati huu. Ndio, mwambie Bwana hali yako ya ndani, ibada yako, uwe madhabahu sifa inayoinua Mungu na kumwadhimisha Mungu. Msukumo wako wa ibada usukumwe na hali karagosera. Ndio Bwana, ndio Bwana. Mwambie tu Yesu, ninauleta moyo wangu kwako, uwe madhabahu ya sifa. Ninauleta moyo wangu kwako, ninauleta kwako, uwe ibada. Ninauleta moyo wangu kwako, uwe ibada. Ninauleta moyo wangu kwako, uwe ibada. Moyo wangu kwako, uwe madhabahu ya sifa, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Moyo uliovunjika, moyo uliopondeka, Bwana hautaudharau. Wenye ibada, moyo 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 wenye ibada kwa dada huyu, moyo wenye ibada kwa kijana huyu, moyo wenye ibada kwa mama huyu, moyo wenye ibada kwa mtoto huyu, moyo wenye ibada kwa mtumishi huyu. Baba, tunaleta mioyo yetu kwako Bwana, maana iko wazi mbele zako, wenye kujaribu viuno na kuchunguza mioyo ya wanadamu. Asubuhi ya leo katika ibada hii, mioyo yetu iwe madhabahu ya sifa mbele zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu, unaweza kuketi hapo ulipo. Basi na tuombe. Mungu mwaminifu, ukitia mahali pa juu sana palipoinuka, ni wakati mzuri ambao Mungu umetupa tena, wakati wa kupitia kitabu hichi chenye maneno yaliyoandikwa moyo wa ibada, kupitia mtumishi wako aliyompaka mafuta na kuyaandika maneno haya katika kitabu hichi, ili Bwana tunapojifunza, tunapoyatafakari, yaendelee kuuisha hali zetu za ndani na kututengenezea moyo wa ibada. Tunakusihi tupe macho ya kuona kile ulichomwonyesha mtumishi wako wakati anakiandika kitabu hichi. Roho wako Mtakatifu atufunulie kile unachotaka tukifahamu siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Fahamu zetu zikafunguliwe, Bwana, tupate kukuelewa kile ambacho Bwana unazungumza na sisi. Mioyo yetu ikapate kupokea na kuhifadhi kile ambacho Bwana umekusudia tukihifadhi, kikalete mabadiliko ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, ukitengeneza moyo wa ibada. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tunamshukuru Mungu tena siku ya leo. Ni siku nzuri kabisa, na tukiwa na mwendelezo wa kufanya mapitio ya kitabu chetu ambacho amekiandika mtumishi wa Mungu Mchungaji Mndole, na ni kitabu kizuri. Na leo tutaingia sehemu ya pili ya utangulizi. Nilifikiri tunaweza tukaianza sura ya kwanza, lakini nafikiri leo kwa undani sasa tuingie sehemu ya pili ya utangulizi. Tuliona sehemu ya kwanza ya utangulizi, vitu kadhaa ambavyo tuliviona kwenye vitabu hivyo. Kitabu hiki unapokisoma na tunapokisoma wote kwa pamoja, tuliona mambo makubwa ya msingi ya kuyazingatia wakati unakisoma kitabu hiki, na sitakuwa na nafasi ya kuyarudia kwa sababu ya muda tulionao.
Lakini leo kama una kitabu chako, fungua eneo lililoandikwa dibaji, ni Roman ya 3 pale, na tutaona mambo mengi ambayo mtumishi wa Mungu ameandika hapa mpaka tutakapofikia katika eneo hili la dibaji siku ya leo. Kuna mambo kadhaa ambayo Mungu amempa mtumishi wake kuyaandika, na ndio maana tunapata muda wa kuyapitia ili tuone kile ambacho Mungu alimsemesha kwa undani zaidi. Bwana asifiwe sana. Kama tuko pamoja hapo, utaona katika kitabu hichi, katika eneo la kwanza kabisa, na ni mstari ambao nimekuwa nikisema umechukua kwa sehemu kubwa kitabu hiki. Mara nyingi umekuwa ukirudiwa kuweka msisitizo wa kile ambacho Mungu aliweka ndani ya mtumishi wake. Mambo kadhaa takribani kama 8 niliyoyaainisha. Makubwa mawili ni ya mwanzo, haya nitakayoyataja hapa. Anasema mtumishi wa Mungu, maisha ni ibada na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Maisha ni ibada na ibada ni utumishi wa Mungu, ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Kumbuka kitabu chetu kina maneno yanayosema moyo wa ibada, na tunatamani kujifunza moyo wa ibada uko wapi, ukoje, na tunatamani tujijue wenyewe kama tuna moyo wa ibada. Ni muhimu tunapojifunza hichi tuangalie sisi wenyewe ndani yetu, mioyo yetu. Kumbuka tulisema kuna mahusiano makubwa kati ya moyo na ibada. Huwezi kutenganisha moyo na ibada. Unapotaja ibada hapa au unaposema ibada unahusisha moyo, na unaposema moyo unahusisha ibada. Lazima vyote hivi vihusiane, na tuliona nyuma hapo maana kadhaa, na nafikiri kwenye sura ya kwanza tutaona vizuri maneno haya yamezungumzwa kwa undani zaidi. Lakini kwenye utangulizi huu tunapozungumzia moyo wa ibada, kumbuka mtumishi amekuwa akisisitiza sana maisha ni ibada na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Ukisoma kwenye paragrafu ya kwanza hapo kwenye eneo la dibaji, ameandika maisha ni ibada na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Sasa nataka nifafanue kidogo hapa. Ukisoma kwenye Wakolosai sura ile ya 3 na mstari wa 23, inawezekana tukaelewana vizuri, tupate kile ambacho mtumishi wa Mungu alikuwa anakimaanisha hapa, sawa sawa na Roho Mtakatifu alivyomuongoza. Na ameandika kwenye kitabu hapo, kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 na mstari wa 23. Biblia inasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si wanadamu. Alafu anamalizia pale anamalizia mstari ule, wala si kwa wanadamu, mkijua kuwa mtapokea, mstari wa 24, mkijua kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Mkijua kuwa mtapokea ujira kutoka kwa Bwana, mnamtumikia Bwana Kristo. Sasa ndiyo maana mtumishi wa Mungu anaendelea kusisitiza juu ya maisha yetu, kwamba maisha yetu kwa ujumla yake ni maisha ambayo ni ibada, yanapaswa kuwa ibada, na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Sasa utaona kwenye kitabu hiki tulichokisoma Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 23, kuna mambo makubwa manne ambayo mtumishi wa Mungu anayaeleza hapo, na nitakuja kukueleza hapo, lakini natamani nikuoneshe hapo anaposema eneo la pili katika paragrafu hii. Anasema maisha ni ibada na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Ibada ya kweli siku zote lazima ianze kumjua Mungu wa pekee na wa kweli. Ibada yoyote inayofanyika bila kumjua Mungu wa pekee na wa kweli, hiyo inaweza kuwa ibada lakini haitakuwa ibada ya kweli.
Ukweli huu unathibitishwa na maneno ya Mungu katika Biblia takatifu, wa Kolosai 3:23 ambayo tumesoma hayo, anaposema lolote mfanyalo fanyeni lolote mfanyalo fanyeni kwa moyo kama kwa Bwana. Sasa jambo la kwanza la kuliona hapo ambalo mtumishi wa Mungu analiainisha, anasema jambo lolote mfanyalo. Kwa maana yake maisha ni jumla ya vitu vyote tunavyovifanya, lakini anahusisha moyo kwenye kufanya hilo jambo. Lakini tunafanya kwa nani? Nasema kwa Bwana. Jambo la tatu, maana yake tunafanya hayo yote tukimhusisha Bwana. Tunafanya mambo yote hayo tukiwa tunasukumwa kupeleka yale yote tunayofanya, kujitoa kwetu kwa ajili ya Bwana na si kwa wanadamu. Kwa sababu kwa ujumla huo, maana yake inaonyesha sasa tunamtumikia Mungu. Maana yake tunapofanya jambo kwa kusukumwa na moyo ndani, moyo ambao unatuelekeza kumwelekea Mungu, unatufanya sasa ibada yetu inakuwa kamilifu. Maana yake inaonyesha namna hiyo tunachokifanya tunamtumikia Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho tunachokifanya kinaonyesha tunamtumikia Mungu aliye hai. Jumla ya yale tunayofanya, maana yake maisha yetu yanaonyesha ibada yetu ya kwamba tunamtumikia Mungu aliye hai. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 na mstari wa 31, utaona mtumishi wa Mungu Paulo anayakazia maneno haya. Nafikiri labda tunaweza tukaelewana hapo, kwa sababu ni muhimu sana tukaelewa hapo tunaposema maisha ni ibada na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 na mstari ule wa 31, Paulo mtume anaandika, anasema basi mlapo na mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Unaona, anaelekeza mambo haya makubwa matatu: mlapo, mnywapo au mnapofanya jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Maana yake anaonyesha kuna ibada kwenye yale ambayo tunayatenda, kuna ibada kuna yale ambayo tunayafanya, kuna ibada kwenye yale ambayo kwa namna ambavyo tunaishi na kukula. Maana yake sasa ibada hii inapelekwa kwa nani? Kwa Mungu. Basi mlapo au mnywapo, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anaonesha ibada, ndio maana tunazungumzia maisha ni ibada na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Lakini mfano wa mwisho, kama hutaweza kunielewa katika mifano hiyo kadhaa niliyokupa, na upenda mfano ambao alizungumza mtumishi wa Mungu Musa kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6 na mstari ule wa 7. Kuna mambo manne pale ni kuoneshe ambayo mtumishi wa Mungu Musa anawaambia wana wa Israeli. Anasema Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na mstari wa 7, anasema nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii kuyanena uketipo katika nyumba yako. Sasa nataka uyaone haya yanafuata kwa msingi sana. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii kuyanena uketipo katika nyumba yako, au kuyanena uketipo katika nyumba yako. Hilo ni jambo la kwanza. Au na utembeapo njiani, jambo la pili. Ulalapo, jambo la tatu. Na 4, uondokapo. Ukianza huko nyuma kuanzia mstari wa 4, anaeleza kwamba Israeli namna ya kumcha Bwana Mungu wako. Unapopaswa kumcha Bwana Mungu wako ni kuhakikisha unasikiliza au unafanya amri ambazo Bwana Mungu wako amekuagiza. Maana yake unamtumikia. Na zaidi anasema uwafundishe watoto wako. Sasa uwafundishe watoto wako kwa namna gani? Anasema jambo la kwanza, unapokuwa nyumbani. Kwa hiyo unaona mtumishi wa Mungu anaeleza hali ya ibada nyumbani. Alafu anasema unapokuwa njiani. Kwa lugha nyepesi, maana yake anazungumzia unapotoka kuhusiana na watu wengine, unapokuwa kazini, unapokuwa ofisini, unapokuwa kanisani. Maana yake uwe na ibada. Anasema uwafundishe watoto wako amri hizi za Mungu ukiwa nao nyumbani. Maana yake unapokuwa nyumbani kuna ibada. Unapotoka kuhusiana na watu wengine lazima uwe na ibada. Alafu anasema ulalapo, umerudi kutoka ulipokuwa unatoka kwa kazini, kwenye mambo yako, umerudi nyumbani. Ni muhimu sana kujua hata kwenye kitanda chako kuna ibada. Bwana Yesu asifiwe sana.
Anasema pia uamkapo au uondokapo. Biblia zingine zinaandika uamkapo. Kuna ibada unapolala, kuna ibada unapoamka. Sasa jumla ya mambo haya unaona ni mzunguko wa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mzunguko mzima wa maisha yetu. Mambo yote tunayofanya yamebeba ibada. Unapokuwa nyumbani, wewe una familia yako, mtoto, mwenza wako, unapokuwa nyumbani na ndugu zako, unapokuwa umetoka kwenda kazini, ofisini, kule kote kuna ibada. Unaporudi, unapolala, kuna ibada. Kwa sababu ningekuwa na muda ningekuonesha maandiko mengi yanayozungumzia ibada wakati wa kulala pia. Lakini ukiweza kusoma kitabu kile cha Zaburi sura ya 4 na mstari wa 4, kuna vitu mtumishi wa Mungu Daudi anavieleza wakati akiwa kitandani. Kuna vitu anavifanya nini? Labda nikupitishe kwa uchache, inaweza kukusaidia hapo na ikakuongezea kitu, kwa sababu miongoni mwetu inawezekana hatujui hata tunapokuwa vitandani pia kuna ibada Mungu ambaye anaitaka. Mstari wa 4 wa kitabu cha Zaburi sura ya 4 anasema, muwe na hofu wala msitende dhambi, tafakarini vitandani mwenu kwa kutulia. Anaonesha ibada. Bwana Yesu asifiwe. Muwe na hofu wala msitende dhambi, tafakarini kwa kutulia vitandani mwenu. Anaonesha ibada. Na hivyo nikuonesha pia kitabu cha Mika sura ya 2 na mstari ule wa kwanza. Kuna kitu ambacho mtumishi wa Mungu nabii Mika anakiandika kitakachokusaidia pia. Sura ya kwanza kitabu cha Mika anasema, ole wao wakusudiao mambo maovu na kutenda mabaya vitandani mwao kunapopambazuka. Maana yake asubuhi, kunapopambazuka asubuhi huyafanya, kwa sababu yako katika uwezo wa mikono yao. Unaona, mtumishi wa Mungu Mika anaonesha kumbe hata wakati tunalala kuna ibada inayoendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo jumla ya maisha. Maisha ni ibada na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Mzunguko mzima huu wa mambo yako yote unayofanya kwa siku ya lazima yabebe ibada. Bwana Yesu asifiwe. Hilo litakusaidia. Ningekupa mistari mingi, lakini kwa sababu ya muda nadhani nizungumze hayo katika eneo la kwanza. Nimekuonesha hapo jambo la kwanza. Unaona mtumishi wa Mungu anasisitiza kwenye ibada, anasema maisha ni ibada na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Hilo ni jambo la kwanza katika eneo hili au msisitizo wa somo letu tunaloendelea nalo. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa kuliangalia kwa uzito zaidi, anasema ibada ya kweli siku zote lazima ianze kwa kumjua Mungu. Bwana asifiwe sana. Ibada ya kweli yoyote lazima ianze kwa kumjua Mungu, na sio tu Mungu tu, Mungu wa pekee. Mungu wa pekee. Ibada ya kweli yoyote lazima ianze kwa kumjua Mungu. Haujamjua Mungu wa kweli, maana hauna ibada ya kweli. Kama kuna ibada ya kweli, maana kuna ibada isiyo ya kweli pia. Kuna ibada ya uongo. Kwa hiyo namna gani utakuwa na mwanadamu anaweza kumwamini Kristo, anaweza kuwa na ibada ya kweli? Ni pale ambapo amemjua Mungu wa pekee wa kweli, Mungu wa kweli na wa pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuoneshe mifano kadhaa ambayo haijaandikwa kwenye kitabu, lakini wakati unakisoma hiki utakuwa na tafakari pana, kwa unaweza ukaona. Paulo mtume katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 17, unaona Paulo mtume akiwa yuko Athene, na katika mji huu ambao ulikuwa unatawaliwa na dola ya Kirumi, na ulikuwa ni mji mkuu na mji uliokuwa pwani kule na wenye kusifika kwa biashara na hasa ibada za sanamu. Paulo, Biblia inasema Paulo alipofika kwenye ule mji akaumia sana kwenye roho yake. Lakini mstari wa 22 Paulo anazungumza nao sasa, kwa sababu walimtafuta wakamkamata ili wazungumze. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na mstari wa 22 Paulo anazungumza, anasema hivi. Paulo akasema katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu na kuyaona mambo
ya ibada yenu niliona madhehebu yaliyoandikwa maneno kwa Mungu, yaliyoandikwa maneno kwa Mungu asiyejulikana. Unaona, maneno haya kwenye Biblia yameandikwa kwa herufi kubwa kabisa. Paulo anawaambia watu hao, wakati ninapita huko na huko, nimegundua nini ni watu ambao mna ibada, watu wenye kutafakari sana mambo ya dini, kwa sababu nimeona madhabahu zenu zimeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Kwa hiyo watu hao walikuwa wana ibada, lakini hawana ibada ya kweli. Kumbuka nimekwambia hapa, jambo la pili la msisitizo sana, ibada ya kweli inaanza kwa kumjua Mungu wa kweli wa pekee. Huna Mungu wa kweli wa pekee ndani yako, maana yake uwe ujue kwamba hakuna ibada ya kweli inayotoka ndani yako. Hata kama unaabudu, hakuna ibada inayotoka ndani ya kweli. Paulo alipokuwa Athene anawaambia, nimeona ninyi mnajitafakarisha sana kwenye mambo ya dini, mnajua na mnashika dini, kwa sababu nimeona madhabahu zenu zimeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Sasa mimi nimekuja kuhubiri yule Mungu mnayemwabudu bila kumjua. Kwa hiyo watu hawa walikuwa wanaabudu, lakini hawajui wanachokiabudu. Hakuna ibada ya kweli inayotoka. Ibada ya kweli inaanza kwa kumjua Mungu wa kweli na wa pekee. Ndiyo ibada hiyo inamfikia Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona msisitizo ambao Mungu anampa mwanamke yule Msamaria kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 21, unaweza kusoma pale 22, 23 mpaka 24. Unaona Yesu alipokutana na mwanamke Msamaria, mwanamke Msamaria alikuwa anajua kabisa, akamwambia, tunajua baba zetu wamekuwa wakimwabudu Mungu katika mlima huu Gerizim. Walikuwa wana ibada. Kumbuka huyu mwanamke alikuwa ni kahaba, lakini anajua baba zake walikuwa wanaabudu katika mlima fulani. Yesu anamwambia, ninyi mnaabudu msichokijua. Saa inakuja, saa ipo ya kwamba waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maanake mtakapomjua Mungu wa kweli mnayepaswa kumwabudu, mtamwabudu katika roho na kweli. Huyu mwanamke Msamaria, yeye na baba zake walikuwa na ibada, lakini hawakuwa na ibada ya kweli. Kwa sababu gani? Walikuwa wanaabudu wasichokijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeweka msisitizo hapo kwa sababu tutaona huko mbele. Hilo ni jambo la msingi na la muhimu sana. Wakati unasoma hapa, nasema ibada ya kweli siku zote lazima ianze na kumjua Mungu wa pekee. Sio Mungu tu, Mungu wa pekee na wa kweli. Yesu Kristo anasema kwenye Injili ya Yohana 17:3, wakujue Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo anasisitiza ni muhimu sana, ili ibada yako iwe ya kweli, lazima ndani yako umjue Mungu wa kweli na wa pekee. Mungu wa kweli na wa pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu, ukisoma paragrafu hiyo chini kabisa inasema, ili mtu afanye jambo lolote. Kwa wale ambao hawana vitabu, imebaki kopi moja tu. Kwa hiyo kama nafikiri wengi hatuna hivi vitabu, na kwa hiyo hicho kimoja naamini tutakapotoka hapa kuna mmoja atakitafuta. Anasema hivi, ndio maana sasa inabidi nisome tuende kwa pamoja. Anasema, ili mtu afanye jambo lolote kwa moyo kama kwa Bwana, ni lazima moyo wake uwe umekutana na kumjua Mungu huyo ambaye ni Kristo, Bwana ambaye ni Kristo. Kama moyo haujakutana na Mungu, haujakutana na kumjua Mungu, kila jambo litakalokuwa linafanywa halitahusisha moyo. Kama halihusishi moyo, basi halitakuwa kwa ajili ya Bwana, bali litakuwa kwa ajili ya wanadamu. Kama nilivyokueleza hapo, anarifaa Wakolosai 3:23 na namna ambavyo amefafanua mambo makubwa manne pale juu ya namna ibada inavyotakiwa kuhusisha moyo. Sasa jambo la kuandika au la kuondoka kwako ni kujua kwamba ili mtu afanye jambo lolote kwa moyo, lazima moyo wake uwe umekutana na kumjua Mungu. Bwana asifiwe sana.
Ili uweze kufanya jambo lolote kwa moyo, lazima moyo wako uwe umekutana na kumjua Mungu. Nimekuwa nikisema kila kitu ni kizito. Kama moyo wako haujakutana na Mungu, kuna chochote unachokifanya utakiona kitu unachokifanya ni kizito, kwa sababu haujakutana na Mungu. Maombi utayaona ni mazito kwa sababu hujakutana, moyo wako haujakutana na Mungu. Utaona ibada haijakufaa ndani yako kwa sababu moyo wako haujakutana na Mungu. Lakini kama moyo wako ukikutana, moyo wa mtu unapokutana na Mungu na kumjua Mungu, uwe na uhakika kila utachokifanya huyo mtu atakifanya kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la muhimu na kulielewa. Utatoa kwa moyo, utaimba kwa moyo, utaabudu kwa moyo, utasifu kwa moyo, utaishi maisha mazuri huko, si kwa sababu ya mtu au wanadamu, lakini kwa sababu Biblia inasema kama kwa Bwana. Kwa nini? Moyo wako umekutana na Yesu Kristo, umekutana na Bwana mwenyewe. Unaona, wakati mwanamke Msamaria yule, wakati alipokuwa kahaba, alikuwa anaona maisha ni ya kawaida kabisa na alizoea hali yake hiyo, lakini moyo wake ulipokutana na Yesu Kristo, kuna badiliko lilitokea. Alafu akaanza kufanya kwa moyo, kuambia watu wengine, njooni niwaoneshe yule ambaye ameniambia mambo yangu. Watu wakaanza, kijiji kinamfuata, anawapeleka kwa Yesu Kristo. Hakuwa na hiyo tabia, lakini baada ya kukutana na kumjua Yesu Kristo, kuna kitu ndani yake kimebadilika. Ibada ya kweli imeanza kuonekana ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo la nne, nafikiri kwa sababu ya muda naweza nikawa na mawili tu ya mwisho. Jambo la 4 kwenye paragraph inayofuata hapa, mtumishi wa Mungu ameandika, kila jambo halitakuwa kwa ajili, kama jambo hilo halitakuwa kwa ajili ya Bwana, basi hapo hakuna ibada, kwa kuwa ibada ni matendo yanayosukumwa na moyo kwa ajili ya Mungu. Ni matendo yanayosukumwa na moyo, kwa ajili ya Mungu. Kutokana na hali ya moyo huo, kutambua ukuu, uweza, nguvu na mamlaka ya Mungu. Katika hali hiyo, mtu atajikuta anapata msukumo wa kumtumikia Bwana Kristo, kwa kuwa maisha ni ibada na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Jambo la kulichukua hapa ni muhimu sana kuelewa. Jambo la 4 kulichukua hapa, ibada ni matendo yanayosukumwa na moyo kwa ajili ya Mungu. Ibada ni matendo yanayosukumwa na moyo kwa ajili ya Mungu. Sasa kama mtu hatakuwa na moyo ambao atakuwa na matendo ambayo hayasukumi na moyo kwa ajili ya Mungu, huwa na uhakika ibada hiyo haitakuwa kamilifu au haitakuwa ibada ya kweli kwa Mungu. Kwa sababu gani? Ibada ni matendo yanayosukumwa na moyo kwa ajili ya Mungu. Kusimama kuomba, kusimama kuimba, au namna ambavyo unahusiana na familia yako kule nyumbani, mwenza wako, mume au mke wako, watoto wako, jamii inayokuzunguka, kila kitu unachokifanya, kama tulivyosema, unapolala, unapoamka, yote hayo yanasadifu au yanaonesha ibada. Lakini kama moyo wako haujakutana na Mungu, kila utachokuwa unakifanya maana yake hakitakuwa kina mwelekeo unaoendana na kusudi la Mungu au mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo siku zote matendo yetu tunayoyafanya lazima yasukumwe na moyo, lakini moyo huu ambao umejua ukuu wa Mungu, moyo ambao umejua uweza wa Mungu, moyo ambao umejua mamlaka ya Mungu kwenye ndoa yako, mamlaka ya Mungu kwenye familia yako, kwenye ujana wako, kwenye utumishi wako, kila unachokifanya. Ukifahamu moyo wako, ukifahamu mamlaka, ukuu na uwezo wa Mungu, utajikuta kila unachokifanya unafanya kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio changamoto iliyokuwa kwa Mafarisayo. Mafarisayo, kitabu cha Mathayo sura ya 6 inaonyesha hali ya Mafarisayo walikuwa nani. Ni watu ambao kwa nje walikuwa na mavazi masafi,
wakipita sokoni wanataka kusalimiwa na kila mtu. Na Biblia Yesu anawaambia walikuwa ni watu wenye kuosha, mfano wa watu wenye kuosha vikombe kwa nje, lakini ndani yao kuna hali ya uchafu. Watu wanaofananishwa na makaburi masafi mazuri kabisa, lakini ndani yao ni mifupa. Watu ambao walikuwa wakisali sala ndefu, watu ambao walikuwa wakitaka kuabudiwa, kujionesha, kufanya matendo kwa kujionesha kwa watu. Kwa hiyo kitu alichokuwa nakifanya kilikuwa hakimpi Mungu utukufu, kwa sababu si ibada ya kweli kwa Mungu aliye hai. Unachotakiwa kufanya manake lazima kisukumwe na kumjua Mungu uliyekutana naye na kujua ukuu na uwezo wake, na utajikuta kila unachokifanya kimebeba utukufu, iwe ni kwa tendo, iwe ni kwa neno au kwa jambo lolote. Sawa sawa na Mtume Paulo anavyotuambia, kila utakachokifanya kwenye familia yako, namna utakavyoongea na mwenza wako, namna utakavyozungumza na watoto wako, namna mtakavyokula, namna mtakavyoishi pale nyumbani, utakavyokuwa kazini, ofisini, utaona ndani yako kuna hali ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kumalizia, ningependa tunitoe mfano huu mzuri. Unajua, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Wakristo, neno Wakristo lilianza kutamkwa kwenye kanisa au kwenye mji wa Antiokia. Mji huu wa Antiokia ulikuwa ni watu wasiomjua Mungu, ni watu wa mataifa. Lakini walipotawanyika mitume kadhaa kule Yerusalemu, wakaenda kwenye maeneo tofauti tofauti. Wako walioenda kwa kuhubiri injili kule Antiokia. Unajua, wakati wamehubiri injili ya kweli kule Antiokia, kukaonekana kuna watu maisha yao ni tofauti kabisa, mienendo yao ni tofauti kabisa, kuongea kwao ni tofauti kabisa, kuvaa kwao ni tofauti kabisa, kuishi kwao na watu wengine, mahusiano yao na watu wengine ni tofauti kabisa. Wakaamua kuwaita Wakristo. Kwa nini? Walikuwa wanamfanania Kristo. Waliona hawa watu mbona hawafanani na sisi, wakawaita Wakristo kwa sababu waliona wanafuata tabia za yule aliyokuwa anaitwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu tufike kwenye hicho kiwango, tumemjua Kristo, tumekutana na Yesu Kristo, maisha yetu yawe ni ibada siku zote. Lakini ibada yetu inayotoka, tujue kabisa ni lazima tuwe tumekutana na Yesu Kristo sawa sawa. Matendo tunayoyafanya yasadifu ya kwamba yanasukumwa na moyo ambao umemjua Mungu, umemfahamu Mungu kwa ukuu wake kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Naomba niishie hapo kwa hayo machache. Wakati mwingine Mungu atakapotupa nafasi, tutamalizia mambo mengine ambayo mtumishi wa Mungu ameainisha hapo. Funika macho yako na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kile ambacho umekiachilia kwetu. Mambo haya yote na yatuelewe. Mambo haya yote na tuyaelewe kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Tujue kwamba maisha yetu ni ibada, na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai, kwa sababu umesema lolote mfanyalo kwa neno ama kwa tendo, fanyeni yote kwa moyo kama kwa Bwana, mkimtumikia Bwana Kristo. Tusaidie Bwana, lolote tunalolifanya, jumla ya maisha yetu, tufanye kwa moyo kama kwa Bwana. Tusaidie Bwana, kama kuna ambao hawajakutana na wewe Mungu wa kweli na wa pekee, wape neema siku ya leo ya kukutana na wewe, wakujue Mungu wa kweli na wa pekee, ili ibada yao iwe ibada ya kweli. Hakuna namna tunaweza kuwa na ibada ya kweli kama Bwana hatujakutana na wewe Mungu wa kweli, kwenye ndoa zetu, kwenye maisha yetu, kwenye familia, kwenye ujana na utumishi wetu, kazini, maofisini, kwenye biashara. Ni mpaka tumekutana na wewe Mungu wa kweli wa pekee, ndani yetu itatoka ibada ya kweli kwako Mungu aliye hai. Na umetufundisha kwamba Bwana, sawa sawa na neno lako Bwana mabwana, na kile ambacho umeweka kwa mtumishi wako, matendo yote, ibada ni matendo yanayosukumwa na moyo ndani yetu. Bwana, mioyo yetu isukume ibada na matendo yakaonekana ni matendo ambayo yanakupendeza wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, nimekuomba na nimekusihi tusaidie sote kwa neema yako, katika jina la Yesu, amen. Unaweza kumchapia Bwana Yesu makofi kwa kumshukuru kile ambacho ameachilia kwako asubuhi ya leo. Karibu Baba. Amen, amen. Makofi mazuri mengine kwa Bwana Yesu. Kwa nini tunafundisha mambo haya?
kwa habari ya moyo wa ibada. Tusipojua mambo haya, kuja kwetu hapa kutakuwa ni bure kabisa, tutakuwa tunapoteza wakati. Ndio maana kila aliyeko hapa anatakiwa abebe ajenda hii ya maombi kwa Mungu, kwamba Mungu, tengeneza moyo wangu uwe moyo wa ibada. Ndio maana hili andiko amesoma hapa kwenye Wakolosai ni ngapi? 3:23 anasema lolote mfanyalo, lolote. Hebu pigia mstari neno lolote. Lolote mfanyalo kwenye maisha yenu lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana. Lolote mfanyalo. Sasa kama moyo hauna mahusiano na Bwana, kila kitu kwako kitakuwa mzigo. Tukisema njoo mkesha, utapiga kona namna hii, mzigo. Kwa nini? Moyo hauna uhusiano na Bwana. Tukisema maombi hapa ya sali moja, utaona ni mzigo. Utategea watu wamemaliza maombi ndio uje. Kwa sababu gani? Moyo hauna uhusiano na Bwana. Tukisema Jumapili imefika kwenda kanisani, ndio utaanza kugeuza shingo namna hii, unalala pale. Kwa sababu gani? Moyo haushtuki kwamba unatakiwa uwe nyumbani mwa Bwana, na husikii vibaya. Kwa sababu gani? Moyo hauna uhusiano na Bwana. Lakini mtu ambaye moyo umekaa vizuri na Bwana, haiwezekani, nasema haiwezekani, Jumapili imefika eti umelala, Jumapili imefika eti sijui una mambo gani. Hapana, hiyo ni dalili ya kwamba moyo hauna uhusiano na Mungu aliye hai. Sipendi kukufariji, nataka nikupe point blank. Mtu aliyeokoka moyo wake saa zote, yani huko alert namna hii kwa yale anayoyafanya, kwamba ninafanya kwa ajili ya Bwana au ninafanya kwa ajili yangu mwenyewe, au nafanya kwa ajili ya utukufu wa nani? Lolote mfanyalo, unatoa sadaka, toa kwa ajili ya Bwana. Mguu wako umeingia kanisani, fanya kwa ajili ya Bwana. Umekuja kwenye mkesha, ni kwa ajili ya Bwana. Unaomba, ni kwa ajili ya Bwana. Lolote mfanyalo, glory be to God. Wanangu, tuondoke na hii. Bwana Yesu asifiwe. Hili kitabu pale kimebaki kimoja, lakini bado ninavyo vingi tu nyumbani, nitavileta. Ni vizuri ukawa na kopi yako, na ikiwezekana mnunulie na mwingine pia. Ni shilingi 10,000 tu. 10,000 sio kitu sawa sawa na mambo ya Mungu yaliyosheheni. Najua Watanzania hatuna desturi wala hatupendi kusoma vitabu, lakini mimi nawaomba mjenge utamaduni wa kusoma vitabu. Jengeni utamaduni wa kusoma vitabu. Tunapenda sana sisi mambo ya oro na kusikia hivi, lakini hatupendi kusoma. Tusome vitabu. Wengi hapa umri wenu, wengine ndio labda ndio mko kwenye mambo ya mahusiano, ndoa, wengine, lakini huoni jitihada. Nyinyi wakina Tony, sijui wakina nani, wakina Eugene, sijui lini mmekaa na kusema na nitafute kitabu kinachohusu mambo ya ndoa nipate idea, kwa sababu unaelekea huko lakini hutaki kujifunza. Umeona? Ndio maana ukiingia kwako wewe kutukanana matusi na mambo sio kitu, kwa sababu hujui umejifunza wapi. Someni vitabu. Mnapenda mambo ya udaku tu, lakini yaani mnapenda mambo yanayowafurahisha, hampendi mambo yanayowabadilisha na kuelimisha. Mkisikia udaku, sijui Diamond kamwacha Zuchu, sijui kama yale, hayo ndio mnayataka. Yatawasaidia nini? Tafuteni elimu itakayowasaidia kujenga uhusiano wewe na mwenzako. Wewe na unaingiaje huko? Leo hii tuna vijana wengi wa Kikristo hawajui akitaka kuoa kuanza anaanza process gani. Hajui. Yeye anakwenda tu anavuta mwanamke anakaa naye tu. Ukristo hausemi namna hiyo. Ziko taratibu, lakini hatujifunze. Kwa sababu gani? Hatusome vitabu. Hatusome vitabu. Watanzania especially wanapota. Mimi sitaki watu wajinga huko ndani. Kwa kweli, sitaki watu wajinga wanaofuata udaku tu mambo. Hapana. Nataka watu wanaotafuta maarifa. Wanaotafuta maarifa.
kwa sababu thamani yako wewe iko kwenye ibada. Usipojua ibada, wewe una thamani. Kamuulize mama Msamaria, alikuwa anafanya matendo ya kidini akifikiri ni ibada. Matendo ya kidini, anakuja kanisani, kapiga magoti, kainuka, lakini ni mzinifu mkubwa, anachukua mpaka waume za watu. Ibada ilikuwa, thamani ilikuwa haipo. Lakini alipokutana na Yesu, uhusiano wake ukawa na thamani yake ilirudi. Akasema, nimekutana na mtu aliyebadilisha maisha yangu. Wewe una huo ujasiri leo wa kusema nimekutana na Yesu aliyebadilisha maisha yangu? Una huo ujasiri? Kwa nini uko nyumbani mwa Bwana lakini maisha yako ni bado yale yale? Ujasiri uko wa kusema mimi nimekutana na mtu ambaye ameondoa tamaa zangu, ameondoa kiburi changu, ameondoa majivuno yangu. Unao ujasiri? Soma hiki kitabu kwa ujasiri wote. Unaweza ukatoa 10,000 ukampa rafiki yako akala chips na nini, lakini kununua kitabu hiki ni zaidi ya hiyo 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, penda kusoma vitabu. Penda kusoma vitabu. Muulize, kile kitabu cha mchungaji unacho? Nani hana kitabu hapo na anataka kitabu hiki hapo? Nani hana kitabu na anataka kitabu? Haya, akimbie mmoja anayetaka hiki hapo. Kingine kiko pale nyuma, anataka kingine kiko pale nyuma. Mke wangu anaonyesha hapa. Haya, utampa hela yako, utampa Samuel. Haya, kama bado wengine hawajapata, Jumapili nyingine vitakuwepo kwa vingi. Soma, rudia na kurudia. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru sana. Kiu yetu Bwana kwenye kanisa hili kwamba tuwe na mioyo yenye ibada Bwana. Sio kufanya tu matendo ya kidini, hayatatusaidia kitu, lakini moyo wenye mahusiano na wewe. Tukujue Bwana, wewe Mungu wa pekee na wa kweli, unayeweza kubadilisha fikra zetu, unayeweza kubadilisha mitazamo yetu, unayeweza kubadilisha maisha yetu. Twende kwa nani atakayegusa mioyo yetu? Wakati kwako kuna maneno ya uzima yanayoweza kuondoa tamaa, yanayoweza kuondoa kiburi, yanayoweza kuondoa majivuno. Mungu, kama ulimbadilisha mama Msamaria, unashindwaje kunibadilisha mimi? Haiwezekani. Kama ulimbadilisha Zakayo, kama ulimbadilisha mwana mpotevu, leo niko mimi Bwana. Mimi ni mwana mpotevu wa leo. Mimi ni mwanamke Msamaria wa leo. Baba, ninaomba nguvu ya uweza wako ikakutane na sisi sote katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kushukuru. Amen. Waimbaji, karibuni tuendelee na ibada kama kawaida.